Halo na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumaini hujambo wewe ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania. Ni nafasi nyingine tena ambayo Mungu ametupatia siku ya leo katika kipindi hiki maalum cha maombi na masomo maalum yanayotuongoza katika kutafakari katika kipindi hiki. Nikukaribisha tena katika wasilisho la leo, na kabla ya kuanza tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kutupatia fursa ya kuwa mbele zako. Tunakukaribisha katika masomo haya ambayo yanatuongoza katika kutafakari ujumbe mkuu uliotuachia, ujumbe wa machapisho, kianza na neno lako Biblia takatifu na machapisho mengine yote ya roho ya unabii ambayo ulitupatia kanisa hili kwa ajili ya kujifunza, kukufahamu, lakini pia kwa ajili ya kusaidia ulimwengu kukuelewa. Tunakualikwa nasi sasa tunapoanza tena siku ya leo kupitia jina lake Yesu. Amen. Ndugu mtazamaji, naomba nikukumbushe ya kwamba kipindi hiki ni kipindi maalum. Ni juma maalum ambalo limetengwa kabisa kwa ajili ya maombi, mahususi kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kujiweka wakfu, kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Mungu ametupatia ya utume ndani ya kanisa. Ni kazi kubwa ambayo bila maombi hatuwezi kufanikiwa. Na Yesu Kristo ametuagiza ya kwamba tulijifunze neno lake, tupate muda wa kulisoma neno lake ili kuelewa kwa urefu na mapana ya utume huu ambao ametupatia. Kwanza si wenyewe na hatimaye kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Kizingatia vizuri neno letu kuu linalotuongoza hapa katika juma hili ni kwamba bila machapisho, bila vitabu, utume wetu usingeliwezekana. Nikukumbusha tena ya kwamba Mungu ndiye mwenye kazi. Mungu ndiye mwenye kazi hii. Sisi sote, iwe ni wachungaji, iwe ni wainjilisti wa vitabu, iwe ni viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa na viongozi mbalimbali ndani ya kanisa, pamoja na mshiriki mwenzangu liyeko hapo, jua kwamba tunapojiunga katika kanisa la Mungu, tunajiunga kufanya kazi ya utume ambayo inaongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo ni muhimu sana kusikiliza kwa makini. Ni muhimu kutoa muda kwa ajili ya kujifunza kuelewa vizuri nini cha kufanya katika utume huu. Na kwa maana ya siku ya leo tunatafakari somo au kichwa kinachosema mchango wa wainjilisti wa vitabu katika utume wa kanisa. Mchango wa wainjilisti wa vitabu katika utume wa kanisa. Tunafahamu kama neno la Mungu linavyotuambia ya kwamba agizo la Yesu linamtaka kila mtu aweze kushiriki. Na agizo la Yesu ni kwamba twende, enendeni, ndilo agizo. Anayeambiwa kwenda si mwingine, si tu mwinjilisti wa vitabu ambaye anaambiwa kwenda. Tunaambiwa sote, kila mmoja aliye muumini wa Yesu Kristo anaambiwa kwenda kwa ajili ya mtu mwingine, kwenda kwa ajili ya Yesu. Naende na nini? Tumeshaangalia katika masomo yaliyotangulia, Yesu ametutayarishia machapisho, na kwa muktadha huu Mungu tukienda kwa muktadha huu tutaweza kuufikia ulimwengu kwa uzuri kama vile ambavyo Kristo alituagiza kwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Fungu la kielelezo siku ya leo linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wa kwanza na mstari wa pili. Neno linasema, na nukuu, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana anasema, tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana asifiwe sana katika fungu hili. Fungu hili linatupatia muonjo wa kuelewa ya kwamba giza la kiroho linaendelea kutanda kila mahali ambapo neno la Mungu halifiki. Neno la Mungu halihubiriwi. Ikiwa katika nyumba yako, ikiwa katika mahali ulipo huna neno la Mungu pembeni, Biblia na vitabu vinavyotuongoza katika kuelewa Biblia, ikiwa huna ujumbe huu, yani kwa lugha nyingine huna nuru katika nyumba yako,
na hivyo unakaribisha giza la kiroho, unakaribisha dhambi kutawala, unakaribisha mamlaka ya giza kutawala katika maisha yako. Lakini anasema kwa wale ambao wanalikaribisha neno la Mungu, wale ambao wanafanya bidii katika kulisoma na katika kulifikisha kwa wengine, ameisha taja, anasema utukufu wa Mungu, nuru ya Mungu itawazukia jamii ya watu hao. Je, unaweza kujitoa kuwa miongoni mwa wale ambao nuru ya Mungu itawafikia na kuipokea? Na je, unaweza kujitoa kuwa miongoni mwa wale ambao watahusika kikamilifu kushirikiana na mbingu katika kuisambaza nuru hii? Unajua, kwa kadiri, hebu nitumie labda kielelezo. Leo hii, hasa nyakati za usiku, kama hakuna tuseme umeme au nuru ya mwanga haijafika eneo husika, iwe ni barabarani, iwe ni kwenye barabara za mtaa za uchochoro, au iwe ni nyumbani kwako mwenyewe, unaweza ukaona giza linavyotisha. Giza linavyotisha linapokuja, giza linapokuwa, huwezi ukaona hata uchumba unachoingia, huwezi ukaona unachokifanya. Ndio maana nuru ni ya msingi na ni ya muhimu. Ndio maana unaona taifa linatumia nguvu kubwa sana, linatumia fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba tunapata nuru, tunapata umeme, tunapata hasa wakati wa giza, wakati wa usiku. Na hata kama unaendesha gari barabarani, kama gari hawezi kuwa na taa, huwezi ukaona mahali popote unapokwenda. Matokeo yake itakuwa ni ajali unaweza kukutana nayo kwa urahisi sana. Ndivyo inavyokuwa katika ulimwengu. Kama neno la Mungu haliwezi kusambazwa, kama neno la Mungu haliwezi kusomwa, kama neno la Mungu haliwezi kufika kila mahali, giza likatawala la kiroho, maana yake uovu na dhambi vitaongezeka kila kona. Na kwa kweli njaa iliyoko duniani leo ni njaa ya kulikosa neno la Mungu, njaa ya kukosa kusikia maneno matakatifu, njaa ya kukosa mwangaza, neno la Mungu ambalo ni taa linaloweza kuangazia wanadamu kuiona njia ya kutenda matendo mema katika ulimwengu huu. Sikiliza dondoo hili. Usambazaji wa machapisho ni njia mojawapo muhimu sana ya kufikisha nuru ya wokovu kwa wanadamu. Vitabu vya utunzaji, vitabu vinavyotuelekeza katika kutunza afya, vitabu vinavyotuelekeza katika malezi ya familia, ndoa na familia, vitabu vinavyotuelekeza namna ya kuwalea watoto kwa njia iliyo bora na katika maadili yanayotakiwa, vitabu vinavyotuelekeza namna ya kuwasaidia vijana wetu katika kustawi katika maisha ya kiakili, kiroho na kijamii, vinahitajika sana kusambazwa kwa wingi kwa wanadamu hao wote. Kwa kweli leo tunaona kuna mmonyoko mkubwa wa maadili. Ni kwa sababu neno la Mungu limewekwa kando, na yale mambo mengine ambayo yanaambukiza maadili maovu ndio yamechukua kasi. Matangazo makubwa yanayotangazwa miziki mibaya ya kidunia, matangazo makubwa yanayotangaza matamasha ya kidunia yanachukua nafasi kubwa sana katika maisha ya akili za wanadamu. Na matokeo, neno la Mungu linapowekwa kando, basi giza linaingia, uovu unaendelea, ubakaji unaendelea, mambo mengine yanayotisha leo, mauaji yanaendelea na vitu kama hivyo. Kwa sababu vitu hivyo ndivyo ambavyo vingi watu wanavitazama kwenye runinga, kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo vile vinavyovitazama ndivyo hatimaye vinajenga akili ya mwanadamu, ndivyo vinavyogeuza fikra, na hatimaye mtu anajishtukia ametenda kitu kile anachokiona. Kwa sababu kiukweli utafanya kile ambacho kinaujaza moyo wako. Na ndio maana anasema katika masomo haya, kama tungelishirikiana na wainjilisti wa vitabu, sisi wenyewe kuwa kundi la wainjilisti, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasambaza nuru hii na kusaidiana, kuhimizana kwa bidii kwa ajili ya mambo mema, kulisoma neno la Mungu katika maisha yetu, kulisoma neno la Mungu nyumbani mwetu, kulisoma neno la Mungu katika makanisa, kulisoma neno la Mungu kila mahali, tungelikuwa tunajazwa na neno hilo. Neno hilo lingejaa kwa wingi katika maisha yetu, na lingekuwa ni kiongozi kutuongoza kufanya maamuzi na hata kufanya yale tunayoyafanya. Ndio maana anasema katika kitabu cha cha Wakolosai, ile sura ya 3 na mstari wa 16, amekazia, anasema
neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo. Na anaposema ndani ya mioyo, maana yake ndani ya akili, ili neno hilo lituongoze katika kutenda matendo mema. Wacha nikwambie, hata katika agizo alilolisema Bwana wetu Yesu Kristo kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, hatuwezi kabisa kuwa nuru katika majirani zetu. Hatuwezi kabisa kuwa nuru katika maeneo yetu ya kazi. Hatuwezi kuwa kabisa nuru katika shule mahali tunaposoma, ikiwa hatuna neno la Mungu linalotuongoza katika maeneo hayo. Ndio maana sasa linaonyesha mchango mkubwa wa kazi ya mwinjilisti wa vitabu. Mchango mkubwa ni kusambaza hilo neno, liweze kukufikia mahali ulipo, liweze kukufikia kila kona. Na neno hili linapokuwa linafika, linakuelekeza kutembea katika njia iliyo salama. Na Mungu akusaidie kuelewa ya kwamba mpango huu ni mpango wa Mungu, ni mpango mtakatifu. Na hata Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani, ambaye ndiye neno mwenyewe, alikuwa akifanya kazi ya kuzunguka zunguka. Napenda ninukuu katika kitabu hicho, katika kitabu cha Biblia, na nifungue pamoja nawe hapa moja kwa moja, kitabu cha Mathayo, ile sura ya 4, sura ya 4 na ule mstari wa 23. Nukuu anasema, naye, huyu ni Yesu, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao, na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Hebu sikiliza, Yesu Kristo ndiye mwinjilisti wa kwanza na ndiye kielelezo ambaye kila aliyemwamini anapaswa kumuiga na kutembea kwa namna hiyo. Biblia inatukumbusha, anasema alikuwa katika kuzunguka katika Galilaya yote. Na hii ni ujumbe ambao unaweza ukaapply au ukatumika kwa kila mahali ulipo. Unaweza ukazunguka kwa ajili ya kupeleka habari njema. Na unapozunguka, uzunguki tu kwa ajili ya kuleta maneno matupu. Unazunguka ukiwa umebeba neno la Mungu, ambalo unaweza ukaliacha katika nyumba za watu, ambalo unaweza ukaliacha katika miji ya watu, ambalo unaweza ukaliacha katika ofisi za watu. Katika kuzunguka huko, hayo maneno au hiyo vitabu ambavyo tumetaja viko katika makundi mbalimbali, vinaweza kuleta uponyaji. Mtu anapopata elimu sahihi, namna ya kula, namna ya kunywa, inakuwa imemsaidia taratibu ya uponyaji. Leo, kwa sababu ya hali ya giza kama tulivyosoma lililotanda katika jamii za wanadamu, leo watu wanadanganywa hata na baadhi ya watu wanaosema ni wahubiri, ambao wanawaita watu makundi kwa ajili ya kuwaombea, kwa ajili ya kusema wakiwaombea tu watapata miujiza, watawaponya na watapona. Ni kweli inawezekana wanaweza kupona kwa staili, lakini itakuwa ni uponyaji wa muda tu mtupu. Na mara nyingi uponyaji wa kweli ni ule ambao unazingatia maagizo ya Mungu, na maagizo yale ndio yanayoweza kukusaidia kuishi maisha ya kiafya. Na ndio maana anasema uponyaji wa kweli ni ule ambao utatembea, utabadili mtindo wa maisha. Ni ule ambao utaenda kumbadili mtu mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha alipokuwa kinywa pombe, ule mtindo ukatike. Maana pombe itamletea madhara. Uvutaji wa sigara utamletea madhara. Unywaji mwingine wa vinywaji vingine ambavyo ni vya kemikali vinamletea madhara. Anapobadili ule mtindo wa maisha, ndipo anapata uponyaji ulio sahihi na ambao unaweza kudumu katika maisha yake. Lakini si katika maisha haya tu. Anapokoma kutenda dhambi katika maisha yake, akamwamini Yesu Kristo, anakuwa yuko katika eneo salama la uponyaji. Na hii ndio kazi ambayo tunaambiwa Yesu alizunguka kuifanya. Na wainjilisti wetu wanapozunguka kila mahali, wakipita nyumba na katika mitaa na katika kila mahali, kazi yao ni ile ile ya muasisi. Kazi yao ni ile ile ya kupeleka habari hii. Mtu anapopata ujumbe huu, akatulia, akasoma, akapata maadili, akageuza mwelekeo wa maisha, ndipo anapoweza kuwa na uponyaji katika maisha yake. Si katika maisha ya sasa tu, lakini katika maisha ya umilele baadaye. Ndio maana sasa kuna umuhimu wa kila mshiriki kujiunga na kufanya
na kuwa sehemu katika kusambaza. Pengine kama ulikuwa hujaanza kutambua hilo kwamba ndivyo Yesu alivyofanya katika maisha yake, hebu tenga muda kidogo kwa siku kwa ajili ya kuzungukia majirani zako na kuwapelekea habari hii ambayo ni ya muhimu. Hebu sikiliza dondoo hili linalofuata hapa. Na dondoo hili linapatikana katika kitabu cha Habari Njema au Uinjilisti wa Vitabu, ukurasa wa 13. Anasema kazi ya uinjilisti wa vitabu kama ikifanywa vizuri ni kazi ya umishonari ya daraja la juu na njia nzuri na yenye mafanikio, kama ikitumika kwa kuweka mbele za watu kweli au kweli muhimu wa wakati huu. Ndivyo anavyosema hii ni kazi ambayo imewekwa wakfu na Mungu. Na anasema wote wanaojiweka wakfu kwa Mungu kufanya kazi kama wainjilisti wa vitabu wanasaidia kutoa ujumbe wa mwisho wa onyo. Wanasaidia kutoa ujumbe wa mwisho wa onyo ambalo linapaswa kutolewa. Na onyo hili limeandikwa katika kitabu kile cha Biblia pia, Ufunuo sura ya 14. Ujumbe wa malaika watatu. Wainjilisti wanasaidia kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unawafikia watu mahali walipo. Kiukweli sio mapenzi ya Mungu au sio kusudi la Mungu katika kupeleka injili ya kwamba njia moja itumike, kwa sababu njia moja itasaidia mwingine na njia nyingine itamkuta mwingine. Makundi yote sio makundi yanayokaa mahali pamoja, ni makundi yaliyotawanyika. Sikiliza, anaendelea kusema katika kitabu hicho cha Uinjilisti wa Vitabu, ukurasa wa 16. Anasema wainjilisti wa vitabu ni lazima waende sehemu mbalimbali za nchi. Umuhimu wa kazi hii ni sawa kabisa na ule wa kazi ya mchungaji. Mhubiri halisi na mjumbe wa kimya ni lazima waungane pamoja kwa ajili ya kufanya kazi. Labda niseme hivi, sisi wachungaji tutatumia muda mfupi kwa ajili ya kuhubiri makanisani au kwa ajili ya kuhubiri mikutano maalumu ya kiroho, lakini muda mwingi sana wanadamu wanakaa kule bila kusikia sauti ya mhubiri huyu. Ndio nafasi hasa ambayo ni nafasi ya mjumbe wa kimya. Mjumbe wa kimya anayesema hapa ni kitabu ambacho kinaweza kuongea na mtu kimya kikimweleza habari ya ujumbe wa Mungu na namna anavyotakiwa kutenda kwa ajili ya wokovu wake. Kwa hiyo kwa maana hii wito unazidi kutolewa kwa kila mmoja wetu kushirikiana na timu hii maalumu ya wainjilisti wanaozunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini na wewe unaweza ukaungana nao kwa ajili ya kuchukua vitabu hivi wanapofika, na hata mahali pale ambapo hawezi wakafika, maana jeshi si kubwa kiasi hicho, basi na wewe mshiriki mwenzangu ukiungana nao, basi utafanya kazi kubwa. Anasema hivi, anaendelea na kitabu hicho ukurasa wa 13. Anasema kuna sehemu nyingi ambapo sauti ya mchungaji haiwezi kusikika, mahali ambapo patafikiwa tu kwa machapisho yetu, vitabu na magazeti na vipeperushi vilivyojazwa na ukweli wa Biblia ambavyo vimetolewa vinahitajika sana kila mahali kusikia. Na Mungu atusaidie ili ya kwamba tukaifanye kazi hii kama ambavyo Mungu ametuita kuifanya. Na kwa kufanya hivyo, hakika tutatimiza kusudi hili. Anamalizia kwa kusema katika nukuu katika kitabu hicho anasema ya kwamba si kwamba kazi ya uinjilisti wa vitabu hutoa mchango tu katika kuangaza nuru ya wokovu kwa wasiojua ukweli, bali pia ni njia bora sana katika malezi ya waumini. Ni njia bora sana katika kuwasaidia washiriki wa kanisa kuliendeleza na kulitunza neno la Mungu katika mioyo yao. Usomaji wa vitabu vyenye ukweli wa Mungu huamsha roho ya maombi, ya toba na matengenezo katika maisha ya watu. Na tutakaposoma vitabu vya Danieli, vitabu vya Biblia, vitabu vya Danieli, kama ambavyo Danieli mwenyewe ametaja katika kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 1 kuelekea mstari wa 3, kwa kuvisoma vitabu tutafahamu yale matokeo au unabii uliotabiriwa na mambo yanayokuja. Kwa hiyo hatutaghafirishwa na mambo yanayotokea katika ulimwengu huu, kama vile ambavyo ulimwengu wa watu wasiosoma, wasiomfahamu Mungu watakavyoweza kughafirishwa. Lakini kama unavisoma vitabu, utafahamu nini kinakuja kutokea katika ulimwengu huu, na hutakuwa
hutababaika hata yatakapotokea, bali utajua la kufanya. Anasema miongoni mwa vitabu ambavyo kwa kuvisoma vitaleta uamsho mkubwa kwa waumini mmoja mmoja, kwa muumini mmoja mmoja na kwa kanisa, ni vitabu vya tumaini la vizazi vyote, vitabu vya wazee na manabii, vitabu vya manabii na wafalme, vitabu vya pambano kuu. Hivi vitabu kiukweli ni series, au tunasema ni conflict series, vitabu 5 ambavyo ni mwongozo wa kuelewa injili nzima ya Biblia kutokea mwanzo mpaka Ufunuo. Tutakapovisoma vitabu hivi na tukavielewa, tutakuwa tayari tunakuwa na ujumbe, tutakuwa tumeelewa Biblia na unabii wake ulivyotabiri katika nyakati zilizopita na hata zitakavyotumika katika nyakati za mwisho. Na Mungu akusaidie wewe muumini mwenzangu, akusaidie mahali popote unaposikia wito huu. Shiriki kuomba Mungu akupe tabia ya kuweza kuvisoma vitabu hivi vikubwa ambavyo vimetolewa kama neema na kama faraja na kama karama ambayo Mungu ameitoa kwa kila muumini kusoma. Hutakuwa na udhuru wowote wa kusema uelewi unabii wa Danieli. Na hata katika masomo baadhi ya unabii ambayo tunayo ya miongozo ya kujifunza Biblia, utaelewa kwa uzuri na kwa upana zaidi kama utakuwa msomaji wa kitabu cha Pambano Kuu. Utakisoma kwa vizuri. Kila muumini akichukua nafasi hii, akatumia nafasi yake, akawekeza mtaji wake kidogo kwa ajili ya vitabu hivi, kwa hakika vitaleta matokeo makubwa sana ya matengenezo, na hatimaye kanisa litatayarishwa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Naomba nikwambie hata wewe mchungaji mwenzangu unayelisimamia kanisa, agizo ni hili: kanisa lazima liangalie kazi ya uinjilisti wa vitabu kama kazi muhimu sana. Hebu jiulize katika mtaa unaosimamia, hebu jiulize katika kanisa unalosimamia, kama una wainjilisti wanaozunguka pamoja nawe katika kuhakikisha kwamba mtaa huo unapata vitabu vinavyotuongoza, vitabu vya maombi ya asubuhi, miongozo mbalimbali tunayoisoma. Je, wanavipata waumini au wanasikiliza tu neno siku ya Sabato au siku ya mahubiri ya mchana na wanaenda zao? Mungu akusaidie kutumia fursa hizo kama tulivyoona hata katika masomo yaliyotangulia, kuhakikisha kwamba kila mahali muumini anapata vitabu vya kumuongoza kusoma katikati ya wiki, wakati anaposubiri katika ibada ya wiki, mwishoni mwa wiki. Anasema waumini wa kanisa watakapotambua tena, watatumia muda wao huo vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajielimisha, na kwa kweli hata nuru itakuwa itaongezeka. Maana hii ni shule, kanisa la Mungu ni shule, na linakuwa tu shule linapokuwa na vitabu katika maisha haya. Na hata wachungaji wenzangu wametiwa moyo kuhakikisha kwamba kila mahali wanapoenda washiriki kugawa na kusambaza vitabu hivi, wakishirikiana na wainjilisti wa vitabu. Hebu kama uko katika eneo ambalo mwinjilisti wa vitabu hayupo, hebu jaribu kuomba Mungu akusaidie. Mchungaji, hebu mzee wa kanisa, omba Mungu, alika viongozi, alika wachungaji, alika wainjilisti waje katika kanisa lako na wasaidiane na wewe katika kuhakikisha kwamba waumini wanasambaziwa neno la Mungu. Ombi lako na ombi langu siku ya leo, Mungu atusaidie kuungana pamoja ili kutimiza wajibu huu ambao Mungu ametupatia, na Mungu akubariki unapoendelea kufanya hivyo. Hebu tuombe tunapohitimisha somo la leo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kutupatia fursa nyingine ya kusikia siku ya leo. Umeleta kundi maalum ndani ya kanisa, kundi la wainjilisti wa vitabu. Lakini umeita waumini mmoja mmoja kwa mwinjilisti. Kwa mwinjilisti anaweza asiwe muumini, anaweza asiwe mwinjilisti wa kufanya wakati wote, lakini kila mmoja ameitwa kushiriki kwa mwinjilisti wa vitabu ndani ya kanisa. Hebu tupatie hiyo roho siku ya leo, na tuweze kuitumia fursa hiyo uliyotupatia kufikisha nuru hii katika ulimwengu, ili giza lisiendelee kutawala, bali nuru ya Yesu Kristo na wokovu utawale katika maisha ya wanadamu. Na Yesu Kristo atakaporudi akute kundi kubwa la wale waliomwamini kupitia katika injili hii. Tunaomba kupitia jina lako Yesu Kristo, amen.